Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, mbunge, waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Thomas Ole Sabaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Mheshimiwa Joseph Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Yahya bin Ahmed Okesh, balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania, ndugu Susan Namondo, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa, Bwana Maximilian Mkilinya, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi na Taarifa Binafsi, ndugu Maxine Melo, mwenyekiti wa Jamii ya Afrika, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jiji la Arusha, mstahiki meya wa jiji la Arusha Mheshimiwa Maximilian, viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi mlioko hapa ndani, viongozi wote wa taasisi zinazohusu masuala ya habari nchini Tanzania, wahariri na waandishi wa habari kutoka Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wetu wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wadau wa sekta habari, ndugu wanahabari, wadau wa maendeleo, wageni kutoka maeneo mbalimbali, mimi nataka nianze kuungana viongozi wa dini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya njema. Leo tuko hapa jijini Arusha tukiwa na afya njema, na tuko hapa tukiwa tumetoka maeneo tofauti tofauti Tanzania, lakini pia barani Afrika, na wako wengine wanatoka nje ya bara la Afrika kwa ajili ya tukio hili muhimu la maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambalo huwa linaadhimishwa kila tarehe 3 ya mwezi Mei ya kila mwaka. Lakini mwaka huu kutokana na majukumu mbalimbali yanayotukabili tumeamua kuisherehekea mapema zaidi. Lengo la tukio hili ni kutetea na kukuza uhuru wa vyombo vya habari kote duniani, pamoja na kulinda haki ya waandishi wa habari wakati wote wanapotekeleza majukumu yao, ili wanapotekeleza majukumu hayo wasiwe na hofu yoyote. Kwa maadhimisho haya yanatoa fursa hiyo ya kukumbushana wajibu, kutiana moyo, lakini kukumbusha wadau kila mmoja na namna anavyotakiwa kufanya kazi pamoja na vyombo vya habari hapa duniani. Kwa nipongeze sana wizara yetu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, pamoja na waratibu wote walioshiriki katika kuandaa tukio hili, tukio ambalo limeandaliwa kwa weledi mkubwa, tukio ambalo pia limetuhusisha na viongozi wa serikali kama wadau wakubwa wa vyombo vya habari. Na niseme kuwa hii ni siku pekee ambayo inaangazia mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kulinda misingi ya demokrasia, haki za binadamu, utawala bora na maendeleo ya jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo kuhudhuria kwetu na kujipa nafasi katika hili kumetokana na misingi hiyo, na kama ambavyo amesema Mheshimiwa Profesa Kabudi, saa 4:30 natakiwa kuwa Dodoma kwa ratiba nyingine, kwa umuhimu wa vyombo vya habari na kwa namna ambavyo mnatoa mchango mkubwa wa mipango ya serikali. Kwa lazima niwe hapa na nyie asubuhi hii nishiriki na nyie katika uzinduzi. Ndugu wadau wa habari, tukio hili ni kubwa hapa nchini, na kwa kweli linaadhimishwa duniani kote. Hata viongozi wa serikali wanajua tukio hili linaloendelea hapa jijini Arusha, na nimepewa salamu
nizilete kwenu. Salamu za upendo kabisa, salamu zinazowatakia kila laheri kwenye majukumu yenu, na ni salamu zinazoongezea matumaini ya kufanya kazi kwa pamoja na serikali yenu hapa nchini Tanzania. Salamu hizi zinatoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile nimepewa salamu na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wote hawa wanawasalimia sana. Viongozi wetu wanatambua na kuthamini mchango wenu ambao mnautoa kwa jamii ya Watanzania katika kuwahimiza kuimarisha demokrasia nchini, lakini kutekeleza yale majukumu yenu makubwa ya vyombo vya habari. Moja, kuelimisha. Mbili, mnatumia nafasi yenu kuhamasisha jamii kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Lakini tatu, nyie mnayo nafasi ya kuonya jamii kwa wale wote wanaotenda matendo maovu. Lakini pia jukumu jingine ambalo mnaendelea nalo ni lile la kutoa miongozo mbalimbali, maonyo kama nilivyosema awali, kwa jamii ambayo inatuzunguka. Na wakati wote tumeona mkihimiza taasisi mbalimbali za serikali na waliopata dhamana kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uaminifu, maadili, lakini kuzingatia uzalendo wa taifa letu. Hii ni jukumu ambalo nyie mnalitekeleza wakati wote. Mwaka huu 2025, tukio hili la maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani lina kauli mbiu yake. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu hii inalenga kujadili athari za teknolojia ya akili mnemba katika uendeshaji wa vyombo vya habari na uhuru wake wa vyombo vya habari. Na katika dunia hii ya sasa, vyombo vya habari vinakutana na changamoto nyingi, tena nyingine ni mpya, ambazo zinatokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Na kwa hiyo faida ya kauli mbiu ya mwaka huu ni kubwa na lazima tuizingatie, nayo ni kama ifuatavyo. Moja, kauli mbiu hii inatusaidia sana sisi kuelewa jinsi akili mnemba inavyoathiri mchakato wa utoaji habari, lakini vile vile na jinsi ambavyo vyombo vya habari vinaweza kutumia teknolojia hii kutekeleza majukumu yenu ya kila siku kwa ufanisi na weledi mkubwa. Lakini la pili, kauli mbiu hii inasisitiza kuelewa changamoto na hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na matumizi ya teknolojia hii katika vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na usahihi wa taarifa zenyewe, uwezekano wa kutengeneza habari za uongo, na hatari ya udhibiti wa maudhui ya uhuru wa vyombo vya habari. Tatu, kauli mbiu hii pia inawapa nafasi na inatoa fursa ya kuzungumzia mchango wa akili mnemba katika kulinda na kudhoofisha haki za binadamu, hususan katika uhuru wa habari. Na kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kwamba teknolojia tulionayo sasa inatumika kwa manufaa ya jamii na sio kama chombo cha kudhibiti au kuzuia uhuru wa maoni pekee. Kwa hiyo ni mambo haya lazima tuzingatie. Lakini la nne, kauli mbiu hii pia inalenga kuwahimiza wanahabari au waandishi wa habari kujifunza na kuelewa vyema matumizi ya akili mnemba katika kazi zenu, ili muweze kutumia teknolojia hii kuimarisha kazi zenu, kuongeza ufanisi na kufanya kazi kwa njia iliyo bora sana. Na kwa hiyo nitarajie kuwa kupitia maadhimisho haya ambayo mmeanza kufanya majadiliano na kutoa maazimio, mtaendelea kubainisha mafanikio mliofikia, changamoto mnazozikabili, lakini changamoto ambazo mnaweza mkazikabili kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Ni wajibu wenu kugundua hayo na kujiweka tayari ili muweze
kukabiliana nayo. Lakini pia tunatarajia kupokea mapendekezo zaidi, na hapa kiongozi wetu ametupa maazimio yenu ya jana, lakini bado mpo, na kwa hiyo tunatarajia kupata mengi zaidi. Serikali ipo, itapokea maoni yenu na tutayafanyia kazi. Ndugu wanahabari, nimefahamishwa pia maadhimisho haya yanakusudia kukuza uelewa, lakini kutoa maarifa mapya na kujenga mshikamano miongoni mwenu, lakini pia ushirikiano wetu na serikali kuimarisha zaidi na washirika wote wa maendeleo ikiwemo asasi za kiraia. Maneno yenu yaliyotolewa na kiongozi wetu yamenikumbusha wajibu mkubwa walionao viongozi, waandishi wa habari, wataalamu wa teknolojia na wananchi wa kawaida kuhakikisha kwamba uhuru huu ambao tumeuzungumza hapa wa vyombo vya habari unalindwa, na sio kwa maneno tu bali kwa vitendo. Kwa upande wetu kama serikali, nataka niwahakikishie uhuru huu tutaulinda, sio kwa maneno, kwa vitendo, kwa ushirikiano na nyie wenyewe wanahabari. Kama nilivyosema awali, katika dunia ya sasa ambayo inabadilika kwa kasi, hususani kwenye maendeleo haya ya teknolojia, inabidi kuwa makini sana kuhakikisha kuwa tunazitumia fursa hizi za mabadiliko haya ya teknolojia kuwa ndio njia inayoweza kukuza haki, ukweli na kuyakuza maadili yetu kwenye misingi ya utamaduni na desturi za taifa hili. Ndugu wanahabari, ukweli usiopingika kwamba akili mnemba inaweza kuwa msaada mkubwa kwenu wanahabari katika kuboresha shughuli zenu, lakini pia inaweza kuwa chanzo cha changamoto kubwa ikiwa hatutatumia busara katika kutumia akili mnemba. Hili linahitaji mjadala wa wazi, mfanye mapitio ya sera tulionayo na mpango wa namna kushirikiana karibu na sekta zote ili muweze kujiweka vizuri. Ndugu washiriki na waadhimisho haya, nilifahamishwa pia kuwa katika kipindi cha siku 3 ambazo mmekuwa hapa, kumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo mmezifanya. Moja, maonyesho ambayo yanaonyesha kila sekta. Ilikuwa nipite, ili kutokana na muda nimelazimika kuwasalimia tu, lakini natambua maonyesho yote yale yalikuwa na lenga kueleza kazi mbalimbali zinazofanywa na wanahabari kwenye sekta mbalimbali. Lakini nimeambiwa pia mlijiunganisha na jamii, mkafanya mbio za fun run. Mnamuunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye wito wake wa kila mmoja kufanya mazoezi ya viungo kwa lengo la kupata afya bora, lakini kujenga mshikamano wa pamoja. Hongera sana kama mmefanya hayo, kwa sababu yanawaleta pamoja. Kwa michezo, maonyesho ya kazi za kihabari, za kisanii, pamoja na majadiliano ya kitaaluma ambayo mmeyafanya, shughuli zimejikita kwenye masuala muhimu ya kisasa ambayo yenyewe yanaguswa pia na hiyo akili mnemba kama tulivyozungumza, kwa waandishi wa habari na ubunifu wa vyombo vya habari, lakini nafasi ya vyombo vya habari katika kueleza uchaguzi mkuu na yenyewe, athari za akili mnemba kwa mustakabali wa uandishi wa habari, lakini pia mustakabali wa uendelevu wa vyombo vya habari katika enzi ya kidijitali. Tunakwenda kuvunja pia vizuizi vya jinsia vyombo vya habari kwa enzi hizi ya kidijitali, nayo pia imechukuliwa kwa maanani, na mfumo wa kisheria na udhibiti wa jukumu la bunge katika uhuru wa vyombo vya habari nao pia utaingia kwenye maeneo ambayo mtaweza kuyajadili, na sisi tunafungulia milango ili mjadili kwa kina. Lakini pia msiache kujadili athari za vyombo vya habari kwa watoto wetu na kuwezesha kizazi kijacho kuwa kizazi chenye weledi na kinachozingatia maadili ya taifa hili na kuyafanya maadili yetu, utamaduni wetu, mila zetu kuwa endelevu. Ndugu washiriki, mkutano huu kama ambavyo nimesema, mmepata nafasi ya kufanya majadiliano mbalimbali, lakini bado mnayo nafasi ya kuendelea kujadili mambo muhimu na kutoa mapendekezo ya namna kutatua changamoto ambazo mtaziainisha ili ziweze kukabidhiwa kwa sekta ambazo zinahitaji kutekeleza na kujenga mshikamano wa pamoja.
na mnapojadili masuala haya na mengine mbalimbali, muone umuhimu wa kuhamasisha waandishi wa habari wengine kupaza sauti katika masuala ambayo mara nyingi huwa yapewi kipaumbele. Swala maadili lipeni nafasi ili taifa letu liweze kuwa taifa endelevu lenye watu ambao wana weledi wa kuongoza pia taifa hili kwa pamoja. Lakini swala la uchumi ambalo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amelieleza, mnalo jukumu la kuhamasisha jamii kuona kuwa swala la uchumi ndio ajenda muhimu ambayo inaweza kumfanya mtu akaweza kujitegemea na kufanya shughuli nyingine yoyote ile. Na sekta ya habari yenyewe ni sekta ya kiuchumi. Kwa hiyo hili lazima mlizungumze na mliwekee mkakati na lielezeni wazi kwa wadau, na nyie ndio tunaowategemea. Kwa sasa serikali imefungua milango kwa Watanzania, vijana, wanawake, wazee, kwa wajasiriamali. Lizungumzeni wanahabari kwamba ujasiriamali ndio njia sahihi inayoweza kumwezesha mtu kuendesha shughuli zake yeye na familia yake kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinamletea kipato. Wanahabari tunawategemea, tahamasisha jamii kwa kazi yenu ya kuhamasisha, pia kuingia kwenye ujasiriamali kila ambapo unaona ni muhimu na kwenye wito wa kila mmoja afanye kazi. Lakini pia masuala ya utamaduni wetu msisahau kuyajengea wigo mpana wa kueleza kwamba taifa letu linahitaji kuendeleza utamaduni. Taifa ambalo halina utamaduni itakuwa taifa mfu. Na kwa hiyo haya yote lazima tuyazingatie, na sisi tunayafanya kama ni maadili, maeneo ya maadili yetu. Na kwenye uandishi wa habari, basi tumie nafasi yenu kuyazungumza kwa kina, na ndipo tutakapopata ufanisi wa malengo ya wanahabari. Tunapokuwa kwenye kongamano hili lazima tuwaambie mafanikio ya serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa toka alipoingia madarakani Machi 21 na kuanza kubainisha falsafa yake kwenye uongozi wake, na hasa yale mambo manne: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya wa taifa letu. Na kwa hiyo yale mlioyaanza kuyafikisha serikalini, ikiwemo maazimio ya mijadala ya wanahabari, mimi nataka niwaendelee kuhakikishia tu kwamba yale maazimio yale yote ambayo yanaigusa serikali katika kutekeleza ili kuwafanya vyombo vya habari viweze kufanya kazi yake, nirudie tena kuhakikishia kuwa serikali itayapokea tutakapokamilisha. Katibu mkuu yupo, wakurugenzi wa wizara wapo, watayaleta. Iwe yanahitaji mabadiliko ya sera, tutayafanyia kazi. Iwe inahitaji kuwa na mabadiliko ya kisheria, tutayafanyia kazi. Hata kama panahitaji mabadiliko ya kikanuni, tutayafanyia kazi, kwa sababu yote haya ni mambo ambayo serikali tunawajibika. Kwa hiyo basi, wanahabari kwenye sekta hii ya habari na utangazaji, falsafa hii ya Mheshimiwa Rais tunaitekeleza kwa vitendo, hasa katika eneo la reform. Hii tumefika mbali sana, na serikali yetu imechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha sekta ya habari hapa nchini na utangazaji, na hatua hizi zinajumuisha maeneo ambayo pia hata Mheshimiwa Waziri ameeleza. Mmeona mabadiliko ya teknolojia toka tulipoanza kuwafanya mawasiliano, kutoka hizo mawasiliano ya simu kwenye kelele, baadaye zikaja fax, telex. Hiyo zamani ilikuwa ili uwasiliane lazima uandike telegram. Yaani ulikuwa Arusha mjini unampelekea mtu Karatu, unaandika telegram, yeye ataipokea kule posta. Ndio tulivyoanza. Lakini leo hii kila kitu kiko mkononi. Unawasiliana na taifa zima na watu 5 mpaka 6 hapa sasa hivi. Sasa hivi mnawasiliana na watu hapa. Haya ni mabadiliko makubwa yaliyofanywa, pia yamepitiwa na serikali yetu. Sasa sisi upande wa serikali tumezindua bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Bodi hii inakwenda kusimamia viwango vya kitaaluma kwa wanahabari, hatua ambayo ina utekelezaji wa matakwa ya kisheria chini ya sheria ya huduma za habari sura namba 229. Kwa hiyo tumefanya hilo. Lakini serikali yenu imetoa fursa kutungwa kwa sheria ya shirika la utangazaji la taifa, na sheria hii imekuwa nyenzo muhimu kuendelea kusimamia na kuendesha shirika letu la utangazaji Tanzania na kufanya ubunifu
kadiri inavyowezekana ili kuweza kutoa fursa ya Watanzania kupata habari kwa urahisi. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza, habari hizi hazilengi tu Watanzania, hata walioko nje, na kule tumeanzisha idhaa ya Kiingereza ili na wao wapate taarifa za ndani ya nchi. 3, tumeimarisha idara ya habari na maelezo. Tumeshanunua vitendea kazi na msemaji mkuu wa serikali yuko pale, na wale waandishi wengi wa habari wanatumia fursa ya uwepo wa idara ile ya habari na maelezo kuitisha press zote zile na kutoa maelezo au kukaribishwa kwa ajili ya kusikia maelezo kutoka sekta mbalimbali. Lakini pia idara hii tumenunua vifaa vya matangazo ya mbashara kwa sasa. Kwa hiyo tunaweza tukapata matangazo ya papo kwa papo kutoka kwenye idara hii. Lakini tumeanzisha pia mchakato wa kuandaa sera ya akili mnemba. Na nyie mkiwa hapa, yale ambayo nimesisitiza kwamba onyesheni mahitaji ya mabadiliko ya sera, kwa mtumie majadiliano yenu ya leo kuhakikisha kwamba mnatoa ushauri sera yetu iweje kwenye eneo hili la akili mnemba. Kwa hiyo sisi serikali imetoa fursa ya nyie kuhakikisha kwamba mnajadili maeneo hayo na kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaendana na misingi na uhuru wa vyombo vya habari, kiswala uwazi, uadilifu katika uandishi wa habari, nayo pia tutaizingatia. Lakini tunaendelea pia na mchakato wa maboresho ya sera habari ya utangazaji ile ya mwaka 2003, ndio hii ambayo nimesema inalenga kuimarisha uandishi wa habari hapa nchini, na uandishi huu uweze kutuletea maendeleo kwenye taifa letu. Lakini la jingine ambalo tumelifanya ni kuunda kamati ya kutathmini hali ya waandishi wa habari na utendaji wao kwenye vyombo vya habari, na hii tunaiona kama ni hatua muhimu ambayo inakwenda kutatua changamoto zinazoikabili sekta hii ya habari. Lakini huwa tunatoa leseni mpya za uchapishaji wa magazeti yaliokuwa yamefungiwa, wale ambao wamefungiwa, lakini pia magazeti online na vitu vingine, na maboresho shughuli nzima ambayo tumeyafanya. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba, na tunataka tuhakikishe kwamba serikali iko pamoja na nyie, na tunaendelea kupokea ushauri wenu na kufungua milango kwa ajili hiyo. Kwa hiyo, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikisha kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Ndugu wanahabari, serikali yenu inatambua na kuthamini mchango mkubwa kama nilivyosema kwenye salamu za viongozi. Nasi wasaidizi wa viongozi hawa wakuu tunawahakikishia kuwa tutafanya kazi pamoja na nyie, na kupitia vyombo vya habari tutaweza kuhabarisha wananchi wetu shughuli mbalimbali, mipango mbalimbali ya taifa hili, lakini kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli hizi. Na vyombo vya habari vimekuwa sehemu kubwa katika kutoa elimu kwa wananchi, kama nilivyosema awali kwamba vyombo vya habari vina kazi ya kutoa elimu, kuhamasisha maendeleo, kuonya, lakini pia hata kuburudisha. Na tunaposema kuelimisha wananchi, tunakwenda kuambia masuala mbalimbali muhimu katika taifa hili, ikiwa ni pamoja na elimu ya uzalishaji, ujasiriamali, maendeleo ya jamii. Haya ndio maeneo ambayo sisi tunayaangalia. Lakini vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na vinachangia sana kwa kiasi kikubwa katika kuijenga taswira chanya ya taifa hili. Hatua tuliyofikia leo katika nchi, huwezi kutenganisha maendeleo ya taifa hili na vyombo vya habari, kwa sababu mtu aliyoko Lindi anajua mafanikio ya Arusha, anasikia mafanikio ya Mara, anasikia mafanikio ya Kagera, anasikia mafanikio ya Iringa na kule Rukwa, Katavi. Anajua kabisa kwamba nchi hii inapata maendeleo kutokana na mchango wa vyombo vya habari kwa kuhabarisha umma ya matukio yote ambayo yanaendelea. Leo taifa zima linajua kama waandishi wa habari wako kwenye maadhimisho siku ya uhuru wa vyombo vya habari Arusha. Haya ni maendeleo ya kuwajulisha Watanzania. Kwa hiyo ninapomaliza hotuba yangu kwenu wanahabari, naomba
nitoe msisitizo huu kwamba vyombo vya habari viendelee kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo nchi hii, na kama kweli tutazingatia uzalendo, weledi, maadili na taaluma ya uandishi wa habari, utamaduni, mila na desturi za nchi yetu, tutafanikiwa sana na tutapata maendeleo makubwa. Na sina mashaka kwa sababu leo tumeweza kukaribisha mataifa jirani ndani ya bara la Afrika, tumekaribisha mataifa ya nje kwenye kongamano hili, na kwa hiyo kila mmoja atatoa uzoefu wake. Sisi tutapata yale muhimu yanayofanana na utamaduni tulionao ndani ya nchi na kuyafanyia maboresho kwa mujibu wa utamaduni tulionao wa nchi yetu. Na kwa hiyo katika kufanya kazi yetu tulenge zaidi kutoa habari zilizo sahihi na ambazo zinakwenda kuifanya jamii iweze kufanya vizuri zaidi wakati wote, na tuzingatie ukweli wa taarifa zetu. Ndugu waandishi wa habari, kiongozi wetu wa habari nchini alipokuja hapa alizungumzia serikali iweze kuhakikishia wanahabari kufanya kazi zao wakati wa uchaguzi mkuu. Mwaka 2025 huu ni mwaka wa uchaguzi. Sisi kama serikali, kama wadau wa uchaguzi, pindi tume huru ya uchaguzi itakapotoa ratiba, tunatarajia ndio mtalieleza taifa. Na sisi ushiriki wetu ni kuhakikisha kwamba yale yaliyo muhimu ya kufanya uchaguzi huu kuwa wa usalama, kila mmoja atakwenda kushiriki kwa usalama wake, sisi tutaweza kufanya kazi na nyie ili kuwaambia ni maeneo gani muhimu yafanyike kwa ajili ya kufanya usalama wa siku hiyo unakwenda kuwa. Na watu wa tume huru ya uchaguzi wametuambia kwamba uchaguzi huu watausimamia kwa uhuru na haki na uwazi. Kwa sisi upande wa serikali kama wadau wa uchaguzi, tunataka tuhakikishe kwamba uchaguzi huu utakuwa wa amani na utulivu na kila mmoja awe na uhakika. Kwa hiyo waambieni Watanzania kuhusu uchaguzi, na nyie waandishi wa habari mtakuwa sehemu ya walinzi wa amani, kwa sababu mtaeleza mambo muhimu, taratibu zetu za namna ya kwenda kushiriki kwenye ndani. Kwa hiyo ni jukumu lenu wanahabari kutoa habari ambazo zinachochea jamii kulinda na kuendeleza tunu kama vile amani na utulivu. Sisi kwetu ni tunu, umoja, mshikamano, ni tunu ambayo tunaifanya kwa jamii na inaweza kutujenga tukafikia uchumi tunaoutaka, tukafanya siasa zilizo bora na kufanya utamaduni wetu kuwa endelevu. Na kwa hiyo jamii ambayo tunaisihi kuendelea na haya inaweza kushiriki kamilifu kama sisi. Kwa hiyo mwisho ni wapongeze wizara kutumia nafasi hii, kutokana na majukumu hayo yaliyobadilisha hata tarehe bado mmeweza kuwakusanya wanahabari wakawa hapa. Kwa hiyo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, endeleeni na jitihada za kusimamia sekta hii ya habari na kuhakikishia wakati wote wanahabari uhuru wao katika kufanya kazi yao. Na nyie ndio ambao mnakutana nao, pokeeni changamoto zao zinazojitokeza mara kwa mara, na tafuteni njia kutatua changamoto hizo ili waendelee kufanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza wanahabari wote kwa jitihada zenu. Ni wasihi muendelee na majukumu yenu. Sheria zipo, kanuni zipo zinazoongoza kwenye katika utendaji kazi wenu, wala msiwe na mashaka. Na nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau wetu wa habari, Jamii ya Afrika ambaye mwenyekiti wetu yuko hapa, na UNESCO kwa kuendelea kuwa mfadhili kiongozi katika maadhimisho ya siku ya vyombo vya habari mwaka huu, na wadau wote ambao wamechangia kufanikiwa kwa jambo hili. Hapana shaka kuwa leo ni siku ya maadhimisho ambayo ni siku ambayo inaleta pamoja, na kuna haki bila wajibu. Kwa hiyo na hiyo pia lazima tuizingatie na tuhakikishe kwamba tunajivunia uzalendo wetu, kujitahidi kutumia akili mnemba kwa makini na uwajibikaji. Ningependa kumalizia kwa kutoa wito kwa wadau wote, hususan waandishi wa habari, kutambua mchango wa teknolojia hii na uhuru wa habari ambao tunao. Tuangalie jinsi ambavyo teknolojia hii inaweza kusaidia katika shughuli zetu za uandishi wa habari. Baada ya kuwa nimewashukuru, na mimi sasa nitumie nafasi hii
kuwatakia kila laheri kwenye mjadala ambao sasa unaendelea, na fanya maadhimisho haya yaliyojaa fikira pevu, mazungumzo yenu yawe ya kujenga, yenye mshikamano na kulinda msingi muhimu wa jamii yetu hapa nchini. Asante sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na washukuru kwa kunisikiliza, na sasa tuendelee na hatua zinazoendelea. Asante sana kwa kunisikiliza. Naomba wakati anakwenda kukaa tuongeze tena makofi ya kutosha. Naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na muda, tukio lililokuwa linafuata ni la picha, lakini kutokana na muda tunaomba tupige picha mbili tu, ambayo ni viongozi waliokaa meza kuu na hawa waliokaa hapa. Please, can you come forward for a photo? Tutakuwa na picha ingine ya mwisho ambayo itakuwa ya viongozi wale wa taasisi za vyombo vya habari. Tulikuwa na picha 7, lakini mmeona wenyewe tayari tumeshachelewa zaidi ya dakika 25. Kwa hiyo tungeomba kama mnaweza mkamruhusu mbunge akaweza kupanda hapa, na viongozi wa dini kama itaruhusu. Asante sana kwa uvumilivu wako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hiyo ni picha ya kwanza. Naomba baada ya picha hiyo viongozi wale wa taasisi zote